Mimi nafahamu kuwa nyinyi hamkumfahamu vibaya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na nafahamu kuwa nyinyi mnafahamu kuwa maswahaba ndio kabisa hawakumfahamu vibaya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na maanisha nini? Katika ulimwengu wa siasa za sasa na hizi mbio za demokrasia zilivyo, inaonekana dini zinatumika katika kuwalaza watu wawe watulivu na ili watumiwe na watawala, kwa sababu mapambano hasa ya demokrasia na haya maneno ya demokrasia haya yalipoanza huko Ulaya yalitokana na jambo hili. Walikuwa wakilalamikia kanisa dhidi ya ukandamizaji, ndio yakaanza mapambano mpaka hali ikafika hapa. Kwa hiyo ile fikra ipo. Tukizungumza suala la dini kwamba mtume amesema hivi, wale watu waliokunywa maji ya demokrasi wanaona zinatumika dini katika kueleza mambo ya kuwalaza watu. Sasa ndio nawaambia, mimi najua kwamba nyinyi hamkumuelewa vibaya Mtume Muhammad, kwamba eti bwana mtume awaambia watu wasikilize na kutii kwa malengo ya kuwalaza kisiasa, kwa sababu yeye ataka kuendelea kuwatawala zaidi na kuwanyonya. Ndio tafsiri itakayokuja. Nimekataa kukataa kwa sababu najua nyinyi mnamfahamu Mtume Muhammad, mnafahamu heshima yake, mnafahamu mafundisho anayoyaleta sio ya kwake bali ni Qur'ani. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pamoja na hayo, ukiachilia mbali maandiko na heshima mlionayo kwake ya kwamba sio mtu laghai, maisha yake yaliyoishi yanaonesha kwamba hakuwa ni mtu wa aina hiyo. Mtu aliyetaka kuwadanganya watu na kuwarubuni ingelikuwa ni mtu wa kujilimbikizia mali, wa kutaka mamlaka, wa kuitaka dunia, wa kutaka hiki, na mtume hakuwa hivyo. Wamemwandika hivyo Waislamu, na hata wasio Waislamu waadilifu wamemwandika hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kumtilia shaka ya aina yoyote kwamba maneno yake yoyote yanayotaka watu wawe na utulivu kwa viongozi basi anataka kujifeva yeye au familia yake, kwa sababu pia hakusema kwamba baada ya mimi atakuwa mwanangu huyu kiongozi. Hakusema hivyo. Ameishi maisha ambayo yeye mwenyewe akiwa ana kitu ataka kukitoa haraka. Ameishi maisha ya kugawanya mali ya haki na uadilifu uliopindukia mipaka. Haingii katika fikra kwamba eti ana malengo ya kutaka kuwalaza watu. Kama hana malengo ya kutaka kuwalaza watu, maneno haya maana yake nini? Maneno haya maana yake ni maslahi kwa watu, kwamba ikitokea kwa alivyofundishwa yeye na ilmu aliyopewa watu wakataka kuleta machafuko bila ya kufuata vigezo vya kisheria, madhara yatarudi kwao. Wanawavioni wa Kiislamu waliomuelewa vizuri Mtume Muhammad tangu maswahaba mpaka wanawavioni wa sasa wameyaeleza hayo. Miongoni mwa hao ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, akasema waqalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri a'zamu mimma tawallada min al-khair. Na imekuwa mara chache sana kwa mtu aliyemwasi kiongozi akataka kumpindua na kumuondoa madarakani, kiongozi mwenye mamlaka, imekuwa mara chache sana yale yaliyozaliwa katika hicho kitendo chake cha kutaka kumuondoa kiongozi na kumuasi, mara chache sana kuwa kina kheri kitendo chake hiko kuliko shari. Kwa maana yaliyozaliwa kwa kitendo hiki katika shari ni makubwa zaidi kuliko yaliyozaliwa katika kheri. Ukweli uongo mtajijibu nyinyi wenyewe kwa kuangalia hali halisi. Je, ni kweli kwamba kupambana na kutaka kuondoa viongozi kumeleta shari zaidi kuliko kheri? Na nyinyi ni wasomi, na huko mitandaoni kuna wasomi sana huko wenye PhD, wenye degree mbalimbali za mambo mbalimbali huko. Nyie wasomi mnakwenda kwa case study. Tupeni mfano mmoja kwamba kuna sehemu fulani ilifanya vurugu ya kumuondoa kiongozi, ikachoma, ikadhuru, ikaua, ikapambana na vyombo vya dola,
Halafu baada ya kuiondoa serikali hiyo, baada ya muda mfupi maisha yakawa mazuri. Baada ya muda mfupi maisha ya wale waandamanaji yakabadilika kuwa mazuri. Kama mtu alikuwa hana baskeli, baada ya miezi 6 ana baskeli sasa. Kama mtu alikuwa hana bodaboda, sasa ana bodaboda. Mwenye bajaji anazo 2. Kuna mtu alikuwa hana nyumba, kaandamana mpaka serikali ikaanguka. Baada ya mwaka ana kijumba chake cha gorofa bwana. Tupeni hiyo mifano. Sisi twaona watu wakishaingia vurugu, kuna watu wataitwa 2 watatu, watazungumza, kama kuna maslahi, kuna vitu watavipata wao. Wewe ukishakuwa umekula risasi, umepigwa, umedhuru, wewe huna unachokipata tena, wala familia hazipati. Tupeni mifano. Si wasomi nyinyi, mna case studies. Tupeni kwamba nchi fulani takwimu hizi, hali ilikuwa hivi, sasa hivi ilikuwa hivi. Mimi nasema zipigieni mfano nchi zote. Watu hawakuendelea hivyo bwana. Ukisikia Malaysia imeendelea, basi ujue kulikuwa kuna dhamira ya dhati ya kiongozi aliyekaa yeye na wananchi wake, wakajadiliana namna ya kuiendeleza nchi, wakaviruka viunzi na vikwazo vya mataifa kandamizi. Miaka 20 alikaa na kuijenga nchi. Baadaye ndio matunda yakaonekana, yeye na watu wake. Political will, uadilifu na uaminifu na amani na usalama. Hiyo mimi naijua. Ama kwamba kuna waandamanaji baada ya muda sasa kupindua serikali na nchi kuchafuka, wamepata maendeleo mazuri zaidi, hii nitawapa challenge, unitajie nchi gani. Isipokuwa uhalisia tunauona ya hiki alichokieleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufafanuliwa na wanawavyuoni kama huu niliyomtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Tunaona kinyume chake. Na mkitaka nitaje mifano mimi nitataja, na ninyi wenyewe pia mifano mnayo, nikiwaambia mtaje mtaitaja bila kumeza mate. Taja nchi ambazo zimeathirika na hazikufaidika chochote, mtazitaja. Somalia, Kongo, Libya, Yemen, Sudan, Central Africa na nchi nyingine, nitazitaja tu, zinakuja tu kwa wingi.